Ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu kizuri tunapoenda kujifunza masomo haya mazuri ambayo tukiwa mwongozo kwa kujifunza Biblia, tukiongozwa na Biblia. Basi jana kulikuwa na somo zuri sana ambalo linasema kufurahi, simameni imara katika Bwana. Na nikaona hapa mnajadili kwa namna gani ambavyo miili hii ambayo ni kwanza mwili alofuka na Yesu Kristo. Mpaka wakaambia hebu nishike nikaruka pale. Nasema Bwana, kumbe ni kweli ni kama huu. Ni kama huu. Lakini bora zaidi. Wakaambiwa lakini baadaye na wao pia Paulo pia anatumainia tutafufuliwa katika moja mmoja bora zaidi. Sawa. Basi siku ya leo tunaenda katika somo lingine, tuko somo la Jumatatu. Jumanne sasa. Furahini katika Bwana siku zote. Kabla kwanza tupate ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa pamoja nasi. Leo tunapoenda kufungua Biblia zetu kwa ajili ya kutafakari tena jumbe ya leo, tunaomba utuongoze. Roho Mtakatifu akawe kiongozi na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Wenyeji wetu huko mbinguni. Huko mbinguni wanaishi wakina Paulo, tunawaiga. Waliishi hapa, waliishi kama wageni hapa, lakini wenyeji wao huko mbinguni waliishi kwa msalaba, tunawaiga. Lakini pia tunatakiwa kusimama kwa tumaini hili katika Bwana, kwamba anakuja Bwana utukufu kutuvika miili ya kutokufa. Paulo anamalizia kuandika barua yake wa Filipi na anakuja na agizo lingine. Unajua furaha kumbe ni amri. Furahini katika Bwana. Ni kitu ambacho unatakiwa ukifanye. Furahia. Ushawahi kwenda kwenye harusi afu kaanza kwamba jamani tumshangilie bibi harusi. Inatakiwa yani ukimwona umfurahie. Lakini pia kama ukizubazuba MC anakuambia pigeni vigeregere au simameni anaingia maharusi wetu. Furaha inatakiwa uitikie kwa maamuzi. Ndivyo ilivyo katika Bwana. Wa Filipi sura ya 4 mstari 10 mpaka 13. Wa Filipi 4 mstari wa Wa Filipi 4 fungu la 4 hadi 7. Furahini katika Bwana 4 mpaka 7. Siku zote. Tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Yes. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Furaha na amani vinaendana. Na amani ya Mungu itawafunikeni. Amani ni matokeo moja ya kufurahi katika Bwana. Unajua unatakiwa umfurahie Bwana. Yaani Bwana anakufanyia yote mema umfurahie. Ni dharauni au umefungia macho mazuri yake. Anakutekenya hivi. Unajua kuna watu wengine hata umtekenye vipi anasema Mr. Kenyeki. Yaani ukitekenywa ni furaha, anayekutekenya aone unacheka au anafurahi. Furahi katika Bwana. Sasa unakaaje katika amani ya Mungu wakati umfurahi? Sasa wewe hebu niambie hapo unalitekelezaaje ili katika kufurahia Bwana? Wewe uko gerezani unafurahiaje Bwana? Uko gerezani unafurahiaje Bwana? Au misukosuko injili kuitetea ni issue. Kusimamia msalaba wa Kristo, kusimamia umoja ndani ya Kristo ni issue. Unafurahiaje bado Bwana? Bwana unamfurahia kwa sababu unafahamu kwamba katikati ya misukosuko hii bado hajakuacha, yuko pamoja na wewe. Na kitu gani kinachokupatia amani? Kwamba hata katika haya misukosuko unayopitia yeye alishapitia. Kuna mlango wa pili wa kutokea. Hivyo siku yataisha, sio kwamba ndo maisha yako yameikomea hapo pale. Amina. Amenitekenya, ananitekenya, atanitekenya. Kwa hiyo mimi naitikia tu. Unaitikia tu. Nikigoma inamaanisha kwamba ninaona ni usumbufu. Usinifurahisha. Lingine, ama ili amani ya Bwana ikae na sisi. Tunafurahi siku zote. Lakini furaha inaweza ikaisha ikiwa kama umehamisha masumbuko yako kutoka kwenye lengo husika. Unajua huwezi kuishi bila kusumbukia jambo. Kusumbukia ni maana yake nini? Kuhangaikia, yani kuhangaikia jambo kufanikisha jambo fulani. Ni kama unaliwazia, ni kama umelinuia, ni kama unataka kuliona linatokea. Sasa
kuna kusumbukia kwenye afya, kuna kuleta furaha na kule kunakoondoa furaha. Sawa. Tofauti yake ni kwamba ili unafanya kitu ambacho kwa lugha nyingine niseme hakupatii amani au yaani unafanya kitu ambacho mwili wako unauchosha. Unachosema nadhani ni hiki ya kwamba unasumbukia kwa nguvu zako, sawa, kwa resources zako ambazo unaona zinakwisha, zilingani na lengo unalotakiwa kulifikia. Kweli. Sasa the positive way, Paulo anasema msisumbuke kwa neno lolote. Wewe unataka usumbukie, umtumikie Kristo katika kanisa lake, au ndoa yako, au kazi umepewa kule nani, unataka ufanye vizuri. Anasema sasa ni kwa kusali na kwa kuomba. Haya, naomba niulize, kusali na kuomba kwa kusumbukia kuna kwa kuaje? Kusali kwa kuomba kusumbukia. Okay, unaugua na ile jambo kwamba Mungu, naomba kwa wengine, unataka uone matokeo Mungu akikutendea katika hilo jambo. Wewe kila wakati unaomba. Kila kitu unaomba. Unabishi. Unadai. Alafu pia unashukuru. Pia. Umenitendea tena. Nashukuru. Yaani kila wakati kiko kichwani pako. Ushaona mtu ambaye hajisumbui kwenye maombi? Ni mtu wa namna gani huko? Anasema yani akitenda sawa, asipotenda sawa. Yani hana malengo yoyote, hana makusudi. Yani hana kitu ambacho anasema naweza nikafungia. Yani hata naweza nikafunga kwa ajili ya hivi. Hawezi kuwa hata na furaha kitokea. Umenigusa. Hata ikitokea hana furaha. Sababu ni kawaida. Haya. Kuna kitu tunaiona katika Zaburi 29 mstari 11. Tutaona mengine tataja jinsi amani ya Mungu inavyohusiana na mamlaka yake. Hebu zungumza 29:11 Zaburi. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Shalom. Amani ya Bwana ikae na mimi. Amani ipo kwa sababu yupo mwenye nguvu. Anaweza kututimizia. Pamoja kwamba kuna ushindani, haja zetu tuzazipa, hana nguvu. Isaya 9:6 anasema Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Tumepewa mtoto na uwezo wa kifalme huko mabegani mwake. Anatajwa kama Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Kwa hiyo huwezi kulinganisha amani na nguvu. Mimi nampenda Trump, sijui kama unampenda usimpende. Yeye ana diplomasia kupitia nguvu. Yaani yeye anasema huwezi kutengeneza amani bila nguvu. Sasa naishia hapo kumpenda, ila nampenda Yesu zaidi kwa sababu anatumia nguvu ya msalaba. Sawa. Sio kudhuru wengine ili kulazimisha amani. Yuko tayari kujitoa, afa anatangaza amani. Sasa upendo wake wa kujitoa unatuhakikishia tutapata yote na hakuna wa kututenga na upendo wa Kristo. Nampenda Bwana Yesu, nampenda upendo. Nafurahia siku zote, umfurahia siku zote. Siku zote namfurahia. Mpenzi msikilizaji, sio kama na wewe unamfurahia, unampenda namna hiyo. Huyu ni Mungu wa amani. Amina. Lakini ni mfalme wetu. Hauna haja ya kusumbukia kwa lolote. Haja zako zijulikane kwake. Yeye ana resources, ana rasilimali, ana kila tunachoweza kuhitaji kwake. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mfalme wa amani, Yesu Kristo. Baba, tumechagua kumfurahia kwa sababu ndivyo ulivyotuagiza. Tumechagua kutoangaika kwa lolote isipokuwa kwa kusali na kuomba kwa jina la Yesu. Bariki msikilizaji anapoweka tumaini, akili yake, mawazo yake, masumbuko yake katika Kristo Yesu. Amani ikawe juu yake sasa na hata milele kwa jina la Yesu. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji, ulikuwa pamoja nami anaojiuliza. Na mimi Enos Makalindile. Kesho tunasoma uzuri unasema yatafakarini haya. Karibu.